rohoni ni salama, rohoni mwangu salama sana, salama rohoni, rohoni, haleluya, ni salama rohoni mwangu. Kwa neema yako Bwana Yesu Kristo, asante. Ninaomba ikaendelee kuwa salama rohoni, mioyoni mwa watu wako sahi tena, huku nikiomba damu ya utakaso, damu yako inayonena mema ikatutakase mioyo, fikra, nafsi, mwili na roho, ikatuoshe kabisa, ikatupe upya na usafi katika damu ya Yesu. Asante Baba wa neema, tena tuangalie kwa huruma na rehema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Amen. Atukuzwe milele yote, kila sana, kila wakati. Yumwema Bwana, majira yote na nyakati zote katika maisha yetu. Amen. Karibu kwenye chakula cha uzima kupata neno la Mungu. Tukumbushane tena muda huu na saa hii, tukumbushane tena, na Roho Mungu aendelee kukufundisha zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Tunashinda nguvu za mauti ya kuzimu kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa nilia tena kupokea ujumbe huu kwamba itumie damu ya Yesu kujipatia ushindi. Itumie damu ya Yesu ujipatie ushindi. Marko sura ile ya 14 mstari wa 24. Marko 14:24. Akawaambia, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amina. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Amina. Huyu ni Yesu anayenena maneno haya, au anayetamka ujumbe huu mkubwa, mzito sana, wa kipekee mno. Yeye mwenyewe anathibitisha, hii ndiyo damu yangu ya agano inayomwagika kwa ajili ya watu wengi. Kwa hiyo damu ya Yesu imemwagika kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili ya kuleta agano la milele kwangu na kwako, kwa Tanzania, kwa Afrika, kwa Ulaya, kila mahali, kwa wazungu na kwa Waafrika, kwa Waarabu na kwa Wachina, kwa watu wote, makabila yote na mataifa yote. Imemwagika hiyo damu ambayo inatupatia uzima, ushindi, wokovu. Damu ambayo ndani yake tunapata ushindi dhidi ya nguvu zote za ufalme wa giza. Ufalme wa giza una madhabahu zake, una maagano yake, na huwa unadai damu mara kwa mara. Yesu Kristo mara moja tu ameienda kuimwaga damu yake msalabani, iwe fidia kwa mambo yote ya leo, kesho na siku zijazo. Itumie damu ya Yesu ili kukupatia ushindi. Itumie damu ya Yesu. Hata kama unaona vita vinaongezeka, makandamizo yanaongezeka, endelea kuitumia damu ya Yesu Kristo. Tanzania tunahitaji damu ya Yesu sana nyakati hizi ambazo damu za wengi zimemwagwa, zinaendelea kumwagika. Damu ya Yesu inahitajika kwa Tanzania. Damu ya Yesu inahitajika pale ambapo damu inamwagika ovyo. Maana yake ni kwamba kuna maagano, kuna madhabahu, kuna roho iko nyuma inayodai. Unapoona damu zikimwagika ovyo, kuna roho inadai damu. Wakati mwingine ufalme wa giza kutumia wachawi unategesha mitego kuangusha vyombo vya usafiri, watu wafe, damu zimwagike ili wajipatie. Lakini sisi tunayo damu ya Yesu ambayo katika damu hiyo tunaweza kupata ushindi dhidi ya mbinu zote mbaya za ufalme wa giza ambao unajitafutia damu za wanadamu au za wanyama. Tunayo damu moja
ya Yesu Kristo ambayo inaweza kutupatia ushindi. Tunayo damu ya Yesu. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano inayomwagika au iliyomwagika kwa ajili ya wengi, sio wachache, kwa ajili ya wengi. Damu ya Yesu inahusu mataifa yote, makabila yote, jamaa zote, lugha zote, watu wa aina zote, wenye dhambi na watakatifu. Damu ya Yesu inahitajika kwao. Hata mtakatifu anazidi kuihitaji damu ya Yesu, azidi kutakaswa. Anasema katika Ufunuo wa Yohana kule, anasema mtakatifu au msafi azidi kuwa msafi. Lakini pia kwamba mchafu sasa anahitajika kuipata damu ya Yesu, imsafishe, imtetee, impatie haki. Sasa damu ya Yesu ni kwa ajili ya wote. Ufunuo sura ile ya 5 mstari wa 9. Ufunuo 5:9, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa, ona neno hilo, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Maana yake mataifa, na taifa linatengenezwa kwa damu ya Yesu. Amesema taifa hapo. Kwa hiyo anawanunua wa mataifa, lakini pia tuseme taifa la wanadamu linatengenezwa kwa damu ya Yesu. Lisipotengenezwa kwa damu ya Yesu, kuna damu zingine zitatumika kutengeneza taifa la wanadamu, ambazo zitakuwa ni kumwagwa damu za watu au za wanyama au za ndege na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini taifa, Yesu alimwaga damu ili taifa litengenezwe, liwe salama kwa damu ya Yesu. Tanzania na mataifa mengine wanaweza kuwa salama na pata ushindi na amani ya kweli kupitia damu ya Yesu, kwa sababu Yesu ni mfalme wa amani. Lakini Yesu pia, Biblia inasema kwamba amani yetu ilikuwa juu ya, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake alipotungikwa msalabani, alipoimwaga damu. Kwa hiyo hata amani ya kweli tunaipata tukiitia damu ya Yesu, ili damu ya Yesu itulinde, ili damu ya Yesu ilipe. Wengine wanadai makafara, wanatafuta kuleta uharibifu na vurugu wakitafuta damu. Yesu anasema yeye damu yake imemwagika kwa ajili ya wengi. Watu wengi wanatakiwa kujua kwamba wanayo damu moja ya pekee iitwayo damu ya agano, damu ya Yesu Kristo, ambayo inaweza ikawasaidia, ikawaponya. Damu inapomwagika, kuna agano linaimarishwa. Damu inapomwagika, kuna agano linaimarishwa. Agano lina madhabahu, na madhabahu ina roho, na roho ndio huwa inadai damu. Sasa hivi unaweza ukaona watu wengi wakifa au damu za watu zikimwagika, maana yake kuna madhabahu isiyo ya Mungu. Unapoona damu za watu zinamwagika, sio habari za kuua, habari za kuteka, maana yake kuna madhabahu ambayo si ya Mungu, inatumiwa na wanadamu na shetani, ambayo ndio inamwaga damu za watu kwenye kijiji, kwenye wilaya, kwenye tarafa, kwenye kata, kwenye mkoa, kwenye taifa. Maana yake kukiwepo na madhabahu ambayo inadaidai damu, basi inafuatilia damu za watu. Maana yake tunasema damu inapomwagika, kuna agano linaimarishwa. Kuna agano ambalo linaimarishwa, na hilo agano lina madhabahu, na hiyo madhabahu ina roho. Nini vitu vipo hata kwenye Biblia. Ukisoma kwenye kitabu cha Waebrania, anasema aliondoa la kwanza, alisimamisha la pili, lakini kwamba Yesu Kristo, kwa yeye tumepata madhabahu iliyo takatifu, madhabahu ambayo kwa damu yake, damu ya msalaba, damu ya Kalvari, imetutengenezea madhabahu ambayo ni madhabahu inayotumia hiyo damu ya Yesu Kristo, damu ya agano la milele. Haleluya, asifiwe mfalme na Bwana wa mabwana. Kwa hiyo Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano. Kwa hiyo damu ya Yesu ni damu ya agano, agano ambalo linatuletea ushindi, agano la ushindi.
linatupa ushindi, ushindi wa milele. Bwana wa mabwana Yesu Kristo asifiwe. Ukienda kusoma katika Yeremia sura ile ya 31, Yeremia 31 mstari ule wa 31, anasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya. Anafanya agano jipya, na analifanya ili agano kwa kutumia damu ya Yesu Kristo. Ndio hiyo sasa ukisoma kitabu cha Waebrania inatuthibitishia sana, ikieleza habari ya agano lililokwisha au lililoondolewa lile la kale, alafu linaletwa agano jingine jipya. Agano la kale lilitumia damu ambayo tunasema ni ya wanyama. Agano jipya linatumia damu ya Mungu mwenyewe, ambayo damu hii inatupatia salama, uzima, kombozi, ushindi, amani, furaha ya kweli, amani ya kweli, baraka za kweli zipo ndani ya damu ya Yesu. Tuendelee mimi na wewe kuitia damu ya Yesu na kuiomba damu ya Yesu ikanene mema, ikatutetee, ikatusaidie. Tuendelee kuitia, tuendelee kuiomba, kwa sababu damu hii iliwekwa, imewekwa, ipo, itaendelea kuwepo, ni ya milele, ili itutetee, ili ituondolee maagano mengine mabaya yasiweze kufanikiwa, yasiweze kutushinda. Tusiweze kushindwa, ila sisi tupate kushinda. Kukumbusha tena, Roho Mtakatifu anatukumbusha sasa tena kwamba tunayo damu ya Yesu, damu ya uzima, damu ya milele, ambayo katika hii tunaweza kushinda na zaidi ya kushinda. Na tukiangalia tena katika pia Waebrania, unaweza tena ukaona jambo jingine pale. Ebrania 9 mstari wa 14 na wa 15. Ebrania sura ya 9 mstari wa 14 na 15, anasema, basi si zaidi damu yake Kristo, yani manake damu ya Yesu ni zaidi, damu yake Kristo, ambaye kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa kukomboa makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokee ahadi ya urithi wa milele. Wapokee ahadi ya urithi wa milele. Damu ya Yesu inatupa urithi wa milele. Damu ya Yesu, ndani yake tuna ahadi. Kwa hiyo tunaendelea kuitia damu ya Yesu, kwa sababu ndani yake zile ahadi tulizoahidiwa tangu Ibrahimu hata sasa, hizo ahadi tunakwenda kuzipokea, tukiendelea kuitegemea na kuita damu ya Yesu, ambayo inaweza kufanya yote. Inaweza kutusafisha, inaweza kututetea, inaweza kutubarikia, inaweza kutuwezesha katika yote. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kwa Tanzania, ikanene mema kwenye maisha yako, ikanene mema kwenye malango ya Tanzania, ikanene mema kwenye anga la Tanzania, ikatupiganie yale majanga yaliyopo na ule uovu na ubaya unaoendelea, na watu ambao wana makusudi mabaya na Tanzania, watu ambao wamepewa nafasi hiyo ya kufanya uharibifu, kumwaga damu za wengine. Basi damu ya Yesu ikasimame kututetea, kutupigania na kutupatia ushindi. Damu ya Yesu ni kwa ajili ya watu wote, na wewe ni mmoja wapo. Na wale wasioamini kwa Yesu, damu ya Yesu inawahusu, kwamba sasa inawataka iwavute ili waingize kwenye agano lililo takatifu la milele, waishi maisha ya milele. Iamini damu ya Yesu na itumie damu ya Yesu ili uendelee kupata ushindi, ili uendelee kuwa salama na kupata kuzishinda madhabahu na maagano na roho zilizopo. Sasa niseme hivi tena, unapoona watu wakitekwa, watu wakiuawa, nyuma yake kuna roho inayosukuma,
huwapa ujasiri, kwa sababu si kitu cha kawaida. Yaani mtu kumuua mtu, unakwenda unamkamata na unajua kabisa unakwenda kumuua. Hiyo ni roho si ya kawaida. Maana yake kuna nguvu inayomshawishi na msukuma. Anayeelekeza na anayeelekezwa wote wanalirola shetani linalowaongoza. Ndio wanaenda kuua watu wengine, au mtu anayempigia mwenzake jeraha. Unapata wapi ujasiri wa kumwaga damu ya mtu? Unapata wapi ujasiri wa kuua mtu? Manake iko nguvu inayomsukuma. Sio mwanadamu wa kawaida aliyeumbwa na Mungu, ambaye Mungu aliweka mfanano wake. Yaani mwanadamu ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Ndivyo Biblia inavyotufundisha. Kwa hiyo huyu mtu anapataje nafasi hii ya kwenda kuua mwenzake? Kuna madhabahu, kuna roho, kuna mavitu yako nyuma yanayomshawishi na kumtia nguvu kwenda kufanya hayo. Damu ya Yesu Kristo ikaendelea kufanya vita kwa taifa la Tanzania, ikafanye vita kwenye familia zetu, ikafanye vita kwenye maisha yako, ili yale mabaya yanayoendelea yakatupwe nje na wewe ukabaki salama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana akupe kuziona nguvu zake, kwamba basi si zaidi sana damu yake Yesu Kristo, ambayo kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na uchafu, isiyo na mawaa, isiyo na uharibifu, damu isiyo na uharibifu wote, damu ya Yesu. Basi endelea kuitia damu ya Yesu kwako, kwa maisha ya nyumba yako, watoto, mume, mke, ili inene mema. Tuendelee wapendwa kuitia damu ya Yesu pia kwenye taifa letu, ili ikafanye vita na wale wanaotafuta damu za watu, wakakutane na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Haleluya. Twende tuingie kwenye maombi. Weka mkono kwenye kifua ikiwa ni ndugu yako anaumwa kule aliko. Sasa kwa imani kupitia wewe atapona. Baba, nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Yesu Kristo Mwokozi, asante kwa ajili ya neno hili, neno lenye uzima, neno lenye kuponya. Ninaomba ile damu yako ya msalaba, damu yako ya Kalvari, ikaendelea kumtetea huyu mtu na magonjwa au ugonjwa ulio kwa ndugu yake au kwa jamaa yake, au ni kwa mume, kwa mke, kwa mtoto. Ninaamuru sasa zile nguvu za magonjwa na roho na zile madhabahu na maagano mabaya yanayofuatilia maisha ya huyu mtu, ninayavunja vunja kwa damu ya Yesu Kristo, na nguvu na roho inayoshawishi na kusukuma kupeleka uasi na uharibifu na umwagaji damu kwa taifa la Tanzania au kwenye maisha ya wanafamilia. Baba, kwa damu ya Yesu Kristo, saa hii ninaamuru vunjika na kutupwa nje kabisa ile mipango na zile madhabahu na yale maagano mabaya, ile nguvu inayofuatilia ile roho iliyo nyuma ambayo inaleta ushawishi na msukumo wa watu kwenda kuua wenzao. Baba, naomba damu ya Yesu ikapambane nao, wakakutani na damu ya Yesu, wakakutani na damu ya Yesu. Huyu msikilizaji akapokee damu yako sasa kwa upya, ikamjaze, ikamtakase, ikamtetee, ikampiganie, ikampe ushindi dhidi ya magonjwa. Yule ndugu yake, yule jamaa yake akapokea uponyaji na vifungo vikamtoke kwa jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu ikafanye vita na ile damu ya uharibifu. Damu yako Yesu ikafanye vita na ile madhabahu ambayo imewekwa ikishindana na maisha yetu na utumishi wetu, familia zetu, watoto wetu, wazazi wetu na ndugu zetu, taifa letu, kanisa lako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Na iomba hiyo damu ya uzima, damu ya Kalvari, ikanene mema kwa Tanzania, ikafanye vita na kwa kila mahali katika taifa hili Bwana, na hata wale wanaosikiliza wakiwa nje ya Tanzania, popote pale walipo kwenye mataifa ya mbali, damu yako Yesu ikawafanyie ushindi, ikawatetee, ikawapiganie, ikawalinde, ikawashike, ikawawezeshe sasa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye kuna maagano mabaya ambayo yanatumia damu zingine isiyo ya Yesu, sasa kwa jina la Yesu, hiyo madhabahu, hayo maagano mabaya na yakutane, yapambane na damu ya Yesu.
Damu ya Yesu ikafanye vita na kuangusha ule ufalme na nguvu na mamlaka za yule adui katika jina la Yesu Kristo. Baba mwenye uweza mkuu sana, ninaomba utetezi wa damu ya Yesu kwa watoto wetu, kwa kaka na dada zetu, kwa watumishi wa Mungu, kwa kanisa lako takatifu Bwana, kwa taifa letu, kwa malango ya Tanzania. Damu yako Baba ikafanye vita pande zote za Tanzania. Tanzania ikafunikwe damuni mwa Yesu. Tanzania resaiko, damu ya mwana kondoo kwa taifa hili Bwana ikasimame kufanya vita na kuviangusha vile vya kuzimu, maagano mabaya na madhabahu mbaya zilizosimamishwa na sasa zikabomoke na kutoweka. Ile madhabahu ya Kalvari Baba ikaitetee Tanzania, kanisa likapate nguvu mpya, tukasimame kwa kweli na roho, katika roho na kweli, kukemea maovu, kukemea ubaya unaoendelea. Bwana, naomba damu yako itulinde, visasi na malipizi visifanikiwe popote kwa watumishi wako, kwa makuhani wako, kwa watakatifu wako, kwa wale viongozi wa kisiasa wanaosimamia kweli. Mungu, wakalindwe damuni mwa Yesu. Wale watumishi wote, wale watu wote wanaotenda haki na ambao wanasimama imara kwa ajili ya Tanzania, ili Tanzania ibaki salama na mahali pazuri. Bwana, tunaomba kawatie nguvu na ulinzi wao na watoto wao na wake zao na waume zao na familia zao na mali zao, wakawe salama kwa damu yako Yesu Kristo. Damu yako ilimwagika kwa ajili ya watu wote wa Tanzania. Mungu Baba, ninaomba wakaponywe, wakaokolewa watu wa Tanzania, kanisa lako, taifa letu. Bwana, damu yako itutetee. Kwa msikilizaji huyu, damu yako Yesu ikamtetee. Magonjwa yakimbie, vifungo vikimbie, maagano mabaya haribike, miungu ikashindwe kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mamlaka za mizimu na vifungo na magonjwa na kila cha giza kikaribiwe sasa na kutupwa nje, na maisha yako na maisha yetu Baba yakawe salama, tukaone ushindi na nguvu, tukalitukuze na jina lako. Baba mwenye neema na rehema, mwenye uweza na nguvu, waangalie watoto wako, uwatetee watu wako, utupiganie. Damu yako Yesu iendelee kupigana na wale wanaotafuta damu za watu, wanaotafuta kuleta uharibifu na mateso, wakutane na damu yako. Damu yako ikatunenee mema. Damu yako ikanene mema juu ya Tanzania na kanisa, kinyume cha mabaya yaliyotamkwa na yanayokusudiwa mioyoni kwa siri na watu wabaya. Damu ya Yesu ikafichue na damu ya Yesu ikatupiganie. Mungu, fichua yote kwa uweza wa neno lako kupitia damu ya Yesu, yanayofanyika sirini, yanayofanyika mabaya, ili kudhulumu na kutesa wa Tanzania, ili kumwaga damu na kufanya uovu na ubaya. Bwana, uweza wako ukafunue, yakaanguke hadharani sasa, na damu ya Yesu ikatupatie ushindi katika jina la Yesu Kristo. Wewe mwanafunzi, masomo yako yakapate ushindi kwa damu ya Yesu. Biashara yako, mfanya biashara iliyo halali, ikapate ushindi kwa damu ya Yesu, na maisha yako na familia yako ikapate ushindi kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu akubariki sasa, na nguvu na uweza wake ukuwezeshe. Endelea kumtumikia Yesu, endelea kumtafuta kwa nguvu zako zote. Damu ya Yesu ikunenee mema, ikupiganie, kutetee kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Barikiwa katika Yesu Kristo. Karibu tena na wakati mwingine. Endelea kufuatilia YouTube channel hii. Ni kuombe pia, kama uja subscribe, fanya hivyo hapo kwenye simu yako. Kwa chini utaona mahali wamekuandikia subscribe, share, like. Basi fanya hayo yote kwa utukufu wa Bwana Yesu. Kumbuka kufanya hivyo ni muhimu, ili pia uendelee kupata huduma hizi tunazozifanya kwenye YouTube channel hii, ambayo ni Eli Mlinzi Mbise. Ukiandika Eli Mlinzi Mbise unaingia kwenye YouTube channel hiyo. Mungu akubariki na kupe neema katika jina la Yesu Kristo. Damu yake endelee kunenea mema na kukupatia ushindi. Karibu, endelea kutuombea kwa ajili ya kazi ya injili tuliyo nayo, kwenda vijiji kwa vijiji, kila mahali.
Baraka za Bwana ziwe nawe. Namba ya simu unaweza kuitumia kushiriki mambo yote haya na pamoja na sadaka ni 0787 62 75 91. 0787 62 75 91. Hiyo ni Airtel. Namba ya Vodacom ni 0762 282 439. 0762 282 439 ni ya Vodacom. Uwe na salama ndani yako. Endelea kuona na ushindi na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba. Unaposikia kuendelea kuomba, damu Yesu ile kukutetea na kukupatia ushindi na nguvu. Akupe neema uendelee kumtumikia kwa furaha nyakati zote, majira yote, na neema ya Kristo na nguvu ya Roho Mtakatifu ikuwezeshe kabisa. Haleluya.